kura hukomesha mashindano ya wakuu, lakini mbingu ndizo zinazotawala dunia. Na kwamba wewe na mimi yatupasa kuiombea Yerusalemu amani, kwa maana amani ya Yerusalemu ndiyo amani yetu. Kwa hiyo ni hekima kwenda mbele za Mungu kuliombea taifa. Na Biblia inasema kwenye Timotheo ya kwamba yafaa dua sana maombezi zifanyike kwa ajili ya watu walio katika madaraka. Kwa sababu wakati huu tuko kwenye uchaguzi. Na uchaguzi ni chanzo cha vurugu kwenye mataifa karibu dunia yote. Endapo watu hawataona haki. Inaweza haki ikawa imetendeka, lakini watu wakaona kama vile haki haijafanyika. Wanaweza wakaweko wachache watakaoamua kunyang'anya haki za watu wengine pengine. Kwa kuwa hayo ni mambo ambayo yapo katika uweza wa Mungu, tumombe Mungu kwamba usiwepo jambo lolote litakalosababisha vurugu, litakalosababisha kumwagika kwa damu. Uchaguzi ufanyike katika mazingira ya maelewano. Uchaguzi ufanyike katika mazingira ya amani. Uchaguzi ufanyike katika mazingira ambayo dini, kabila na kanda hazitahusika. Kwa sababu watu wa kanda ya huku, mikoa ya Tabora, Shinyanga, Mwanza, Geita, wanaweza wakaamua pamoja na Msoma kuleta labda kitu fulani. Watu wa kaskazini, kwa maana ya Kilimanjaro, Arusha, Tanga, wanaweza wakaamua kufanya kitu fulani. Hiyo ndio inaitwa ukanda. Au watu wa huku kusini, au watu wa katikati hapa, au watu wa pwani, hizo zinaitwa ukanda. Kusiwe na mivutano inayotokana na kanda, inayotokana na dini, ama inayotokana na vyama. Watu wengine utadhani wamekunywa maji ya chama. Bendera ya chama imefuliwa wakanywa. Sasa hiyo huwa si nzuri sana. Kuwa mwanasiasa sio dhambi. Lakini kutenda dhambi kwa sababu ya chama ni dhambi mbele za Mungu. Sasa kwa kuwa mambo hayo shetani huyatumia ili kuleta makusudi yake katika maisha, tuende mbele za Bwana kuvizuia. Kwa tunaombaje? Tunaomba uchaguzi uwe wa amani. Tunaomba ukanda, vyama vya siasa, dini, visitumike kusababisha migawanyiko itakayoleta umwagaji wa damu. Tunaomba wakati kura zimefanyika, watu wakubali matokeo. Kukawe na amani. Watu wakubali matokeo na kukawe na amani. Na wale wasimamizi wafuate sheria zilizoko. Hayo ndio tunayoweza kuyapeleka mbele za Mungu. Wote mnajua bado kuna migongano. Kuna sehemu ya jamii ya Watanzania inaosema uchaguzi usifanyike. Kuna sehemu ya Watanzania wanaosema uchaguzi ufanyike. Kuna jamii ya Watanzania inayoona inaonewa. Kuna jamii ya Watanzania inaona ina haki. Kila wakati yenyewe ina haki tu. Sasa haya mambo sio mepesi. Hayana neno moja. Anayeweza kuondoa sintofahamu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ninaomba uombe. Usidhani ni mchezo, kwa sababu kuna jamii ya watu inayoona inaonewa.
wanaweza wakaamua kufanya uasi. Kuna jamii inayojiona yenyewe ina haki. Sasa wale wanaojiona wana haki na wengine wanajiona hawana haki, hivyo ndivyo huleta migongano na umwagaji damu. Sasa sisi nafasi yetu sio kuwa upande fulani na upande fulani. Nafasi yetu ni kumwita Mungu alete amani, alete maridhiano, alete ulinganifu, alete matengamano. Kwa sababu walioko upande huu ni ndugu zetu na walioko upande huu ni ndugu zetu. Msimamo huu hauwezi ukawa si haki, msimamo huu hauwezi ukawa pia na wenyewe sio haki. Ila mwanadamu akijiona ana haki wakati labda hana haki, na mwingine akajiona naonewa wakati kumbe labda ndivyo inavyotakiwa iwe, hiyo huwa ni chanzo cha mauaji. Imefanyika sehemu nyingi duniani. Tusiruhusu roho hiyo ifanye kazi Tanzania. Isiwe ni siasa, isiwe ni dini, isiwe ni ukanda, isiwe ni chochote kikatumika na shetani kuleta migongano. Wengine wanatamani tu maongozi, lakini hawana uwezo. Unaona? Sasa hapo anaweza mtu akatengeneza namna mpaka ikaleta vurugu. Tumwambie Mungu. Tumwambie Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nchi zetu hizi za Afrika zina mambo. Kwa sababu unakuta kwa mfano, tunatoa tu mfano. Mfano Uganda. Mtu amekwepo kwenye madaraka miaka na miaka. Ni kweli kwamba hakuna wengine ambao wanastahili. Kwa vitu kama hivyo vinaweza kusababisha migongano isiyokuwa na sababu. Kwa sababu kila mmoja anataka hicho kiti. Sasa kwa nini wewe mmoja ujione ni wewe peke yako ndio utafaa? Kwamba mimi nikiondoka kutakuwa na migongano. Wakina Kagame, nikiondoka mimi kutakuwa na migongano. Ni kwa nini? Kwani hayuko mwingine anayeweza akaweza? Sasa hizo fikra zikiwako kwenye fikra za watu na shetani akatumia, ni rahisi sana kusababisha vurugu. Narudia tena, jamii ikigawanyika kwa kufikiri ninaonewa, na jamii nyingine ikajiweka kwenye kipengele cha kwamba sisi ndio tunaostahili, hilo ni tabaka litakaloweza kuleta migongano mikubwa mno. Ufaransa kumewahi kutokea kumwagika kwa damu, na tabaka lilokuwa linatawala watu wakauawa, na ukatokea mapinduzi makubwa sana, na sehemu nyingine nyingi. Sasa hivyo vitu sio vizuri, ni rahisi kuvisoma, lakini vikitokea ni vitu vigumu sana. Ni rahisi kusikia vimetokea huko wapi wapi, lakini kutokea kwenye nchi kama hii ni ngumu. Na mara nyingi nimekuwa nikisema, hasa ninyi wanawake, ikitokea vurugu ya kupigana, na wakati huo ndio katoto unako kadogo kakunyonya au kanatembea, na pengine unavyo viwili vitatu, ni kipindi kigumu. Kwa hiyo ni vizuri kumwomba Mungu. Hata Biblia imesema ninyi wanawake jililieni na watoto wenu. Kwa sababu wanaume wenu hawa ikitokea tu vurugu hao, na wanajua kukimbia na wana nguvu. Lakini wewe mwanamke huwezi kumwacha mtoto. Sasa kule kutokumwacha mtoto ndio kujikuta umepigwa risasi, katoto kananyonya huku wewe umekufa. Yaani vita ni vitu vibaya sana. Kwa tumwite Mungu
kitu cha namna hiyo kisitokee kwa namna yoyote. Haki inasimamisha taifa, uovu unaua taifa. Sasa kila aliye kwenye madaraka na nafasi, Mungu amtumie kufanya kusudi la Mungu kwenye taifa lipate kutimia. Hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe. Tuna saa moja ya kuombea taifa, maana yake itakapofika saa 3:30 tutakuwa tumemaliza. Tuombe. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako jioni ya leo, usiku wa leo, sisi watu wa chemichemi za uzima.